anasema hapa Sheikh, tunaomba ufafanuzi hadithi inayoelezea fadhila za mji wa Madina. Ni hadithi ambayo amesema Ali moja kwa moja. Je, anasema wale waislamu wasio waislamu, yani makafiri, wanajulikana vipi wazuie wasiingie katika misikiti mitakatifu na viunga vyake? Mathalan, Mkristo kaingia mji wa Madina au Makka, mamlaka zinamjua vipi kwamba si muislamu ili kumzuia asiingie haram? Wajua wenzetu wana utaratibu wa kufuatilia mambo. Kama ni mkazi, wanakuwa ikama zao ziko tofauti, zile permit zao ziko tofauti, na kabla ya kuingia karibia haram huko nyuma kuna taftishi nyingi tu, yani kuna vituo vile checkpoint zile ziko nyingi, askari lazima wakague, watakagua passport, watakagua kama ni ikama, kila kitu watakagua. Kwa kama wewe si Muislamu utajua, kwa taarifa zinakwenda, utatoka katika sehemu yako, utatoka tu, kwa maana kwamba utapita njia inayostahiki ili usiingie haram. Innamal mushrikuna najasun, washirikina ni najisi, yani najisi ya kimaana, sio kwa umekatazwa usiingie. Fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha, haruhusiwi kuingia katika almasjid alharam Makkah. Kwa hiyo utaratibu upo, lakini akitokea mtu kaibia huko kaingia, yani masala mengine, lakini utaratibu upo wa kujua kwamba huyu si Muislamu na hatakiwi kuingia, kwa sababu hutaruhusiwa kuingia. Kama wewe ni dereva wa magari, basi utapita njia nyingine huko, zipo njia nyingine za kupita, hutaruhusiwa kuingia kufuata njia ile inayokupeleka haram, hutaruhusiwa, itabidi upite njia nyingine. Swali hili za kuuliza mtu ambaye hajafika katika sehemu zile, wana utaratibu na taftishi za kueleweka. Maswali mengine naona yameleta ombi tu kuzungumzia mashia, janga la ushia ambao wamekuingia katika miji huko Lushoto. Mnatakiwa msome jamaa, hawa watu watakiwa wajibiwe kwa elimu na elimu ienezwe. Bila ya kusoma hakuna, mapambano ni dhaifu. Unatakiwa usome, upatilize na urudishe elimu kwa jamaa zako. Hapa mwingine anauliza, je, mfano mwanafunzi anaamiliana na mwalimu kwenye harakati za kielimu, anaweza kuwa ni katika maula wa mwalimu huyo? Kwa mujibu wa hadithi hapa sijaelewa anakuwaje maula. Yani umesoma mpaka umekuwa ni maula, sijaiona. Allahu a'lam, sijaona yatakuwa. Sasa je, ikiwa mtu atanasibishwa na watu wa mji wake kwa kupewa nasabu ya Banu Hashim, lengo likiwa ni kumnyanyua daraja na cheo na sio kwa lengo la kujipa nasabu yao, je, itafaa? Yani mtu anaitwaje, anaitwa fulani bin fulani al-Hashim, watu wa mji wake wamita al-Hashim, kumnasaba upi? Kwa mnasaba upi mpaka unasibishwe na Banu Hashim? Wewe ni katika wao, wewe ni maula wao. Iliyokuwa bora ni kuacha kujinasibu na watu wasiokuhusu. Iliyokuwa sawa katika sheria ni mtu kuacha kujinasibu na wale wasiomhusu. Huyu anasema, je, hawa masufi ambao wanasoma Qur'ani kwa mtindo wanaoita as-samai, kisomo chao kina sanadi? As-samai ni kisomo cha Qur'an, labda hajaelewa. As-samai ni zile nyimbo za raqaiq wanazisoma kuzilainisha nyoyo zao, wanaziimba kwa naghamati na nini, wanaita as-samaa. Na wengine mpaka wafikie wakazifadhilisha juu ya Qur'an kwa kuona kwamba zinalainisha nyoyo zaidi. Imekwenda as-samaa kuwa ni nyimbo, mwisho ikawa watu waipigia ngoma, pige kidogo kidogo, mara ngoma huku waimba na machozi yakiwatoka, mara ngeza hapa tupige filimbi. Sasa siku hizi samaa, ukisikia samaa na filimbi juu.
kwa samaa ya masufi sawa wakati ilikuwa ni nyimbo zinaimbwa kwa naghmati fulani, lakini zimekwenda kabla kidogo hasa katika tarika hii ya Baalawi na wengineo wakaingiza firimbi na ngoma zao ndani. Kwa hiyo si Qur'an. Ama kusoma Qur'ani kwa visomo hivi kwa kuzingatia mambo ya maqamat almuziqiyya, almaqamat almuziqiyya, Nahawand, Siga, Hijaz na nyinginezo, Rast. Haya ni mambo ambayo yatakana watu wajiepushe nayo, kwa sababu hizi ni maqamati asili yake ni za muziki. Bayat, watu wa muziki wana maqamati zao, wanafundishana. Si kwamba ukifika tu anza kuimba waimba tu. Wale watu wa mambo ya muziki wenyewe wajua kwamba kuna namna utaanza na ghama yako, ama utaanza na Nahawand au utaanza na Hijaz au utakuja na Bayat. Utaanza ili yule mpiga kinanda na mpuliza firimbi aendane na sauti yako. Unanielewa? Kwa wale wanatumia hizo maqamati. Jambo la ajabu, kuna baadhi ya maquraa wanaosoma Qur'ani wakwenda kujifunza hizo maqamati kwa watu wa muziki, wakafundishwa maqamati. Kwa hiyo ukisoma Qur'ani unatakiwa uanze kusoma, mathalan unaweza kuanza na Bayat, kuna namna ya kuanza, unatakiwa usome hivi upande hivi, mara unahama kidogo huyo umeingia katika Hijaz au umeingia katika Nahawand, unamaliza na Rast. Wana namna ya usomaji wao, wanafuata maqamati za muziki. Hili ni jambo ambalo wanaochuoni wamelipigia kelele sana, wanaochuoni wa ahli sunna wal jamaa. Si vitu vya kufaa. Vipi utaisoma Qur'ani kwa tariqa ahli al-malahi wal musiqa? Vipi? Haiwezekani. Na kupatikana ndani yake lahu na lagha, watu piga makelele na mfano haya. Tutakana kusoma tartili ya Qur'ani kwa utaratibu, kwa utuvu, kwa uzuri kabisa. Je, ni hawa Wakristo wa zama zetu watazuiwa kuingia hii misikiti? Wa zama zetu na zama zijazo hawatakiwi kukurubia msikiti mtakatifu kabisa. Ndugu wa nasabu kwa kuapizana upo vipi kwenye dini? Udugu wa nasabu au udugu au nasabu kwa kuapizana, zamani ilikuwa watu wanapofanya. Nikisema zamani nimekusudia zamani gani? Na kusudia zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla yake. Makabila yanatofautiana. Kuna makabila mengine ni makubwa yenye nguvu na mengine ni madogo yenye udhaifu. Hiyo hali ya kawaida. Sasa watu wa kabila fulani kwa sababu ya udhaifu wao walikuwa wakitaka himaya na ulinzi wa kabila fulani kwa sababu ya nguvu zao. Kwa hiyo wanaingia wanafanya mkataba wa amani na mkataba wa kusaidiana. Kwa hiyo wanafanya hilf, wanakula kiapo kwamba nyinyi ni katika sisi. Kwa hiyo lolote litakalowasibu, likiwasibu nyinyi na sisi litakuwa limetusibu, ni letu. Msiba wenu ni wetu, furaha yenu ni yetu, na sisi hivyo hivyo, msiba wetu ni wenu na furaha yetu ni yenu. Kwa hiyo wanasaidiana. Kwa hiyo makabila yakawa yanafanya hilfu kwa makabila mengi, wakawa mtu anaweza kunasibishwa fulani bin fulani kwa nisba ile, lakini kwa sababu wale ni maula wao, maulahum. Hilo lilikuwa likitokea, na hiyo ni sawa. Kadhalika inawezekana ikawa ni maula wa mtu kwa sababu ya kusilimu na mengineo, watu walikuwa wakifanya hivyo. Ama haya mambo yaliyokuja hivi karibuni mwetu, hivi nikisema karibuni haina maana labda ni miaka 10 20, la, tujalie miaka 60 70, watu walikuwa wakifanya humu udugu wa kuchanjiana. Pengine mwanamke na mwanamume, mtu akaenda pale kwa sababu yeye amekuja kutoka mbali, atafuta mtu mwenyeji, mimi bwana ndugu yako, wanachanja zile damu zao, wanachanjwa na wanachanjwa, na mimi na damu zao wanakunywa na wanakunywa. Sisi ndugu.